Yes, bwana, kwa mara nyingine tena kibali ni kile kile, pumzi ni ile ile, na wakati huu bwana tunakwenda kuangalia Simba Sports Club, wekundu wa Msimbazi, Simba Sports bwana, ambao tunafahamu kwa sasa wanatuonesha mazingira mawili tofauti, kwa maana ya kwenye ligi kuu ya Tanzania bara wanaonekana kufanya vizuri mpaka wakati huu. Of course kuna mechi nyingi wamezidiwa na wenzao, hawapo keleleni, lakini wakishinda michezo yao wanasogea pale juu kwa alama za kutosha kabisa, na ndo wanakuwa vinara katika ligi. Lakini Simba hii tofauti na Simba ambayo tunaiona kimataifa, kwenye anga hilo la kimataifa wako tofauti kidogo, kwa maana ya mechi mbili ambazo wamezianza ni mechi ambazo hawakucheza vizuri. Kuna siku nimeshawahi kurifaa hapa kwamba Simba ni timu ambayo ina experience, ina uwezo mkubwa, na kuna msimu ilishawahi kutokea walipoteza nyumbani dhidi ya Raja Casablanca, wakaenda ugenini wakatoa sare dhidi ya Horoya, walipoteza dhidi ya Horoya, wakaenda kule Vipers, wakaenda kubadilisha matokeo kule, kwa maana kushinda ugenini na nyumbani. Yani Vipers walimfanya kama turning point ya wao kurudisha alama zao na kuanza kukaa tena katika reli, na wakaendelea kufanya vizuri katika hatua zilizofuata, kwa maana wakaenda mpaka hatua ya robo finali. Lakini katika msimu huu ndio msimu ambao umetuonesha utofauti kabisa katika misimu yote ambayo iliyopita. Kwanza katika tangu 2018-19 msimu wao kwanza kwenda robo finali, tangu wameingia group stage hawajawahi kushindwa kwenda hatua ya robo finali. Lakini msimu ambao ulikuwa mgumu zaidi kwa wao kukata ticket ndio ulikuwa huo msimu ambao nimezungumzia, ambao ulipoteza kwa Raja, kumradhi, baadaye kwenda kutana kwa Vipers ya Uganda. Msimu huu inaonekana kuwa ndo wa kipekee zaidi, kwa maana ya msimu wao mgumu zaidi katika hatua ya makundi. Kwa nini? Kwa sababu tayari wameshapoteza mchezo wa kwanza nyumbani na timu ambayo inaonekana kama ipo kwenye daraja lao, lakini eneo la pili wamekwenda kucheza ugenini kwenye klabu ambayo Simba alikuwa ni favorite kwa vitu vingi sana, alistahili kushinda ile mechi kwa vitu vingi sana, lakini mambo yakawa tofauti. Kwenye pitch ameondoka na kichapo, maana yake ameshinda kuokota alama. Sasa double header ambao anacheza naye, kwa maana wanaogeuka naye kipindi kile kwa Vipers, kipindi kile ni Esperance. Tunafahamu juu ya ugumu wa hiyo mechi, wote tunafahamu kuhusu kandanda ya Afrika, tunafahamu kuhusu ukubwa wa Esperance de Tunis. Bila kuvunjia heshima klabu ya Simba, lakini pia wachezaji ambao wako nao, mimi binafsi miongoni mwa of course wachezaji wa Simba, tukianzia hapo, wachezaji wa Simba mimi na appreciate kuhusu wao, ni wachezaji ambao wameprove maeneo mengi kwamba ni wachezaji wa daraja ambalo wanaweza kufanya vizuri katika maeneo mbalimbali. Wapo wachezaji wengine hapo wamecheza hii michuano kwa muda mrefu, maana wana experience ya kutosha, wakiambatana na wale ambao experience yao ndogo, unaona kwa pamoja wanatengeneza mseto mzuri. Lakini kwa jicho langu ambavyo ninaona, tukitrace katika miaka mitano almost nyuma, ile misimu minne ambayo Simba ilikuwa ikifanya vizuri sana katika ligi ya nyumbani, kwa maana ya vikombe vya humu ndani walikuwa wakinyanyasa, wanafanya vizuri, lakini pia kwenye anga la kimataifa walikuwa wanafanya vizuri, ingawaje ilishawahi kutokea baadhi ya miracles, ikiwemo ile ya UD Songo, walishindwa kwenda group stage ya michuano ya CAF, lakini pia iliwahi kutokea ya Jwaneng Galaxy, walishindwa kwenda Champions League, wakaenda kwenye Confederation ambako walitolewa robo finali dhidi ya Orlando Pirates. Hayo yote yalitokea kwenye wakati ule, lakini at that time Simba ilikuwa na quality tofauti kidogo. Yani madaraja ya wale wachezaji ambao walikuwa nayo yalikuwa tofauti. Ilikuwa ni wachezaji ambao wana experience sawa, lakini ni wachezaji ambao unaona kabisa uwanjani wanajitoa, wanapambana sana, lakini kama haitoshi walikuwa na qualities zilikuwa zinaamua. Mchezaji inawezekana akawa ni mchezaji wa daraja la kawaida tu, lakini akifika kwenye kikosi cha Simba anakuwa wa tofauti, anataka kuonesha zaidi, anataka kujitoa zaidi. Hapo the like of wachezaji kama James Kotei ametoka Ghana, ni wachezaji average, miongoni mwa wachezaji wa daraja la kawaida tu, lakini alipofika ndani ya kikosi cha Simba, angalia performance ambayo alikuwa anaionyesha, ilikuwa ni ya kipekee kabisa. Clatous Chota Chama alitoka Zambia, Zesco ni mchezaji mkubwa. Yes, tangu yuko Zesco, Chama ni mchezaji mkubwa, lakini ndani ya Simba kawa mkubwa mara mbili ya kile ambacho alikuwa nacho akiwa ndani ya Zesco. Maana ubora wake ulikuwa umeongezeka zaidi. Medi Kagere
alitoka zake Gor Mahia, mchezaji mkubwa, lakini alipofika ndani ya Simba performance ilikuwa kubwa zaidi kuliko alichokionyesha akiwa na Gor Mahia. Yani ndani ya Simba aliperform maradufu. Wachezaji kama kina Emmanuel Okwi ambaye na mwenyewe pia alikuwa anatoka nje, anacheza huko sio kwenye daraja ambalo analicheza akiwa ndani ya Simba. Lakini pia Luis Jose Miquissone, nataja wale wachezaji ambao walikuwa next level kabisa ya juu. Luis Miquissone alitoka UD Songo, mchezaji mzuri, lakini ndani ya Simba performance ilikuwa kubwa zaidi, ikawa kama platform na baadaye akaondoka. Wachezaji kama kina Zana Coulibaly na mwenyewe pia daraja lake lilikuwa kubwa. Kwa hiyo kuna wachezaji wengi ambao ndani ya Simba ilikuwa wana scout wazuri, wanakuja kuonesha uzuri zaidi, lakini hata wale ambao wanaonekana kuwa average walikotoka wakifika ndani ya Simba walikuwa wanafanya vizuri zaidi, kwa maana ya kuadapt mazingira ya Simba. Nembo ya Simba ilikuwa tayari imeshajitambulisha katika anga la kimataifa na standard yao ni kubwa pia ndani ya nchi yetu kwa maana ya Tanzania bara. Sasa leo hii Simba ina wachezaji wengine, lakini ukiangalia buzz, ukipima wachezaji ambao wapo Simba kwa wakati huu na wachezaji ambao walikuwa Simba katika ile miaka minne yao ambao walikuwa wanafanya total dominance, unaona kuna daraja limepwaya, yani kuna kitu hakipo sawa. Maana yake quality zile zilikuwa kubwa zaidi ukilinganisha na quality hizi ambazo zipo sasa hivi. Zote ni qualities, wote ni wachezaji wazuri, lakini wale walikuwa wako daraja lao liko juu ukilinganisha na hawa. Sasa klabu utaratibu wake, maklabu mengi huaga yanapambana ku add buzz, kuongeza qualities, kuboresha zaidi. Yani kama Simba kwa mfano, ilikuwa misimu mingi wanaishia robo finali Champions League. Msimu jana walipambana wakafika mpaka finali ya Confederation. Lakini timu kama ina msuri wa kufika robo finali mara kadhaa kwenye Champions League, maana hiyo timu ina material ya kucheza hadi finali ya Confederation. Sio material ya kucheza finali tu, ina material hadi kubeba ubingwa. Yani timu ambayo inaweza kubeba hadi ubingwa. Kama tu unaweza kumaintain Champions League, kucheza group stage kwenye timu 4, kwenye matimu manne makubwa, wewe na mwenzako mkavuka mkenda quarter final, basi maana yake una material ya kubeba hadi ubingwa kwenye Confederation. Sasa huku kwenye kikosi chao kwa wakati huu unaona hiyo quality imepungua, lakini pia hata ambacho wanakideliver uwanjani unaona kidogo kuna tofauti na miaka ile iliyopita. Sasa ku add value, maana yake Simba sasa kwa sababu wanaishia robo finali mara kwa mara, walitakiwa kuongeza quality zaidi ili watafute namna ya kufika mbele zaidi. Yani kama mnaishia robo finali, maana yake nyinyi mna uwezo wa kucheza finali, kwa sababu hapo mbele yenu kuna hatua moja tu imesalia ambayo ni ya semi. Kwa hiyo mkiweza kutengeneza squad nzuri ya kuweza kuvuka robo finali, it means kwamba mnaweza mkacheza finali. Sasa maana yake ilibidi quality iongezeke zaidi ndani ya kikosi cha Simba kwa ajili ya kufanya vizuri na kwenda katika hatua za mbali zaidi, lakini imeshindikana kwenye muktadha huo, kwa maana ya tunachokiona ni Simba nzuri, ni Simba ambayo ina wachezaji wenye daraja la juu, lakini sio ya kukompea na ya wakati ule, lakini pia sio kwamba imeadi buzz kufika mbali, kuwa ni kubwa zaidi, kwa maana ya quality imeongezeka sana eti waweze kwenda kucompete kimataifa na kucheza finali. Labda naposema kimataifa na maanisha hili level la Champions League ambalo wapo. Sijakataa kwenye Confederation, mtu anaweza kusema Confederation bado imefika finali. Confederation, timu ambayo ina nafasi ya kucheza quarter final ya Champions League inaweza hadi kuchukua ubingwa wa Confederation. Confederation kidogo iko tofauti, lakini Champions League kule wanakwenda 5 stars, asilimia kubwa ni 5 stars clubs, hususan kwenye hatua za robo finali kwenda kule mbele ni 5 stars club. Kwenye kundi lako inawezekana 5 star kama huyu mmoja, lakini kuanzia robo unaanza kukutana nao wale ma 5 stars au nusu, pale 5 stars wanaongezeka. Yes, kwa hiyo ieleweke hivyo. Sasa kitu ambacho nakiona ni Simba ku add value, ni Simba ku add qualities. Yani wanatakiwa kuongeza quality zaidi ya kile ambacho kilitokea. Sawa, kuna mambo mengine mengi ambayo maybe yako nyuma ya pazia, lakini kwenye quality pia ni eneo jingine ambalo wanatakiwa kuliangalia. That's why hii timu kwenye ligi ya ndani hakuna shida, wanafanya vizuri. Sasa kama utasema Simba haina quality kabisa, maana yake quality yao ni ndogo sana, watakukosoa, kwa sababu ndio kikosi hiki kwa asilimia kubwa kilifika mpaka finali. Kuna wachezaji wao wengi ambao walifika mpaka finali msimu uliopita Confederation, lakini msimu huu pia katika ligi wanafanya vizuri. Sasa kwa nini tunasema quality yao ni ndogo? Quality yao sio ndogo, lakini sio kwa kukompea na ile ambayo imepita. Sio, inaeleweka hapo, sio kwa kukompea na ile ambayo ilipita kwa kipindi kile, lakini pia hata ile ilikuwa haitoshi kwa wakati huu. Yani simaanishi Simba wawe na quality kama ile,
ya wakati ule. Hapana, wanatakiwa kuzidisha zaidi ya quality ile ambayo walikuwa nayo wakati ule, iende mbali zaidi ili waweze kufanya vizuri katika anga la kimataifa. Sisi kama Tanzania wote tuna feel proud hizi timu zetu kwenda kufanya vizuri zaidi katika michuano ya kimataifa. Tunatamani tuone kila msimu zinaendelea kufanya vizuri, zinachallengeana zenyewe kwa wenyewe ili ziweze kufika mbali. Kwa sababu mpaka hapa tulipo leo hii tuna klabu 4 kwenye group stage ya CAF. Kwa nini? Kwa sababu tu ya uthubutu wa wachache ambao walionyesha, wengine wameingia sasa, wamechukua ile kama chachu, wana compete na wenyewe wanazidi kufanya vizuri. Kuambukizana maarifa, kuambukizana namna ya kujua hizi njia za kupita ni miongoni mwa vitu vya ziada. So kwa upande wangu kuna hiyo issue ya qualities ambayo Simba wanaweza kaiangalia kwa ajili ya kuitengeneza Simba yao imara zaidi na kufanya vizuri kwenye hususani anga la kimataifa. Hii ni Mzinga Sports, usisahau kusubscribe, lakini nikuulize wewe kwa upande wako, unaona quality ya Simba, daraja hili la wachezaji wa Simba ambao kwa sasa hivi, unaliona lina uwezo wa kucheza fainali au kufika nusu fainali ya Champions League, kwa maana ya eneo ambalo naliwaza muda mrefu? Robo is not a big deal. Kufika nusu fainali, unaona linaweza likafikia nchi ya ahadi ambayo ilishindikana kwa muda mrefu? Weka comment yako kwenye comment section hapo. Usisahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports, lakini niwakumbushe kwa wale wote wenye uhitaji wa spare za bajaji, za pikipiki na guta, sehemu sahihi ya kupata hizo spare ni ABY Genuine Spare Parts ndani ya Kariakoo, mtaa wa Sikukuu na Mafia. Pale spare zinapatikana, zinatumwa mikoani kwa bei nafuu kabisa, unazipata mpaka katika mkoa ambao wewe upo utaletewa. Wanauza kwa jumla na reja. Ni wewe tu unataka spare ya aina gani. Wa kampuni ambayo ina supply spare ni VIP na ABY wenyewe. Usichelewe, fika mtaa wa Sikukuu na Mafia ili kupata spare zilizo bora kabisa za bajaji, pikipiki na guta. Hii ni Mzinga Sports.